katika hilo eneo la kocha, na inaelezwa kwamba usajili wa kwanza kabisa ambao Yanga wataufanya kwa msimu ujao itakuwa ni kocha, na ambao anatajwa alikuwepo Ibenge, lakini pia Roland Mokoena. Ambapo kwa Ibenge tayari X imewekwa, ila Mokoena ndo ambaye yupo kwenye target kwa hivi sasa, na yeye pia yuko tayari, inaelezwa yuko tayari kupunguza kiasi cha pesa ili aje kujiunga na klabu ya Yanga. Sijajua kuna ukweli kiasi gani kuhusiana na hii taarifa, lakini Hans Raphael yuko hapa atatuambia hali halisi. Lakini pia licha tu ya huo usajili, Roland Mokoena na Yanga watawezana? Roland Mokoena, hizi zote zina ukweli kwa asilimia ngapi kwanza? Maana yule jamaa yule expensive kweli kweli. Yanga wako kwenye msako wa kocha. Kwa sababu Melody Hamdi hatakuwa kocha wa Yanga msimu ujao, na choice ya kwanza ya Yanga alikuwa ni kocha wa Orlando Pirates ambaye ameelekea Al Ahly Cairo. Unajua wenzetu wana pesa, yani wewe unaweza kuwa unamapproach mtu, unamapproach lakini hauna pesa ya kumpa ambaye anaitaka, and then wakaja watu wenye mahusiano hayo, watu wenye mzigo wakamchukua. So yule pale aishachukuliwa, so ikabidi waangalie sasa kwenye plani inayofuata kwamba tuna nani mezani. Ndo hapo ikaja jina la Ibenge na Mokoena ambaye kwa sasa ni kocha huru baada ya kuachwa na Wydad Casablanca. Sasa kwa Ibenge shida imekuja kwamba watu ni kama hawana imani naye kutokana na mahusiano aliyokuwa nayo na Simba na Simba watu wanaenda mbali zaidi, wanasema huyu mtu amewahi kuja hadi kwenye mkutano mkuu wa Simba. Nadhani watu wanaujua vizuri mpira wa Tanzania. Sure. So kwa taarifa nilizokuwa nazo sasa juzi ni kwamba Yanga walikuwa kwenye mazungumzo ya moja kwa moja na Mokoena, na wako serious kuhakikisha kwamba wanamwajiri, na timu za Tanzania tayari zimeonyesha hizo muscles za kuchukua wachezaji makocha wakubwa barani Afrika. Tunakumbuka misimu miwili iliyopita, kama sio msimu mmoja, Simba walienda wakamchukua kocha mkubwa kabisa kutoka Algeria, ambaye alikuwa analipwa mshahara mkubwa sana, Benchika. So hiyo power iko pale, na Yanga wanahitaji kupata kocha kabla ya usajili wa mchezaji yoyote. Yani inawezekana tunahesabu kipindi kupata kocha kabla msimu hujaisha kifupi. Kabla, yani kama ilivyokuaga kwa Nabi kwamba tunamleta kabla msimu kuisha, aje angalie wachezaji waliokuepo, and then atupe tathmini kwamba watu gani angetamani kubaki nao na wachezaji gani angetamani waondoke. Kwa hiyo inawezekana ndani ya wiki moja na nusu au wiki tukasikia taarifa kwamba Yanga wamemtangaza kocha mpya. Kwa nini wanaishana Melody? Kwa taarifa iliyokuepo mpaka juzi, jina ambalo lilikuwa liko juu pale ni la Mokoena, kocha wa zamani wa Mamelodi Sundowns na Wydad Casablanca. Kuna swali la Sharafu ameuliza hapo, kwa nini wanaachana na Melody Hamdi? Melody alipewa mkataba wa miezi 6. Performance yake ni nzuri, na kwenye mechi zote ambazo amesimama, kwenye mechi 13 ameshinda mechi 12, ametoa sare moja, timu inafunga. Hawajaridhika naye. Na maana nikakwambia Ikangalombo hata kikiwasha Yanga na wafahamu, hata kikiwasha kama Prime Ronaldo kakawa na chana naye. So hauna imani na, yani unahisi bado kuna kitu kinalaki kutoka kwa Melody? Binafsi naiona Yanga ambayo inashinda mechi nyingi sana, lakini kuna Yanga ambayo imewahi kupita siku za nyuma, sio hii Yanga ya sasa hivi. Yani nikizungumzia Yanga ya msimu uliopita ya Miguel Gamondi, Yanga ya mtu kama Nabi, ni Yanga ambayo ilikuwa inacheza expansive football, ni Yanga ambayo wachezaji wake walikuwa wanakimbia distance uwanjani, yani umbali mrefu kweli kweli. Ni Yanga ambayo ilikuwa inacheza kwa intensity hali ya juu sana. Lakini binafsi nikitazama hii Yanga ya Melody inashinda ni kweli, lakini bado hauioni ile intensity. Unajua ile Yanga ya msimu uliopita ya Gamondi alikuwa anawaambia wachezaji, pata mpira achia mpira, pata mpira achia mpira. Ndio maana ile Yanga jinsi inavyoanza mechi inaanza kwa intensity ambayo imewazidi wapinzani, and then second half ungetarajia watu washuke, Yanga wanapandisha zaidi. Ndio maana timu nyingi msimu uliopita zimefungwa sana kipindi cha pili na Yanga. Yani magoli 5 yalikuwa yanapatikana zaidi kipindi cha pili. Ni kwa sababu wachezaji walikuwa fit kweli kweli. Sasa hii Yanga ya Melody Hamdi, binafsi naona bado wachezaji wa Yanga ni kama wanakosa fitness. Yani fitness yao bado sioni kwa 100%. Kwa hiyo lakini ndio
ndio Yanga inazidi kufunga sasa kila siku. Ni kweli, lakini binafsi mimi nadhani project ya Yanga wanaiangalia zaidi kimataifa. Yani huku kwenye ligi ya ndani Yanga wana uhakika kwamba wanaweza kupambana kwa namna yoyote wakachukua ubingwa, lakini unakwenda huko kimataifa unakutana na timu ambazo ziko strong kweli kweli, na ndio kitu ambacho pia kimewatafuna hata msimu huu. Wachezaji hawako fit enough, unafanya nini? Kwa hiyo nadhani hata Yanga hilo jambo wameliona kwamba tuko na Hamdi, ni kweli unashinda mechi, lakini tunahitaji kupata kocha, na taarifa ambazo niko nazo, kocha atakayekuja anakuja na kila kitu amekamilika, kuanzia fitness coach, video analyst, kila kitu. Yani lile benchi la ufundi, kocha atakayekuja atakuja akiwa yuko full zaidi. Kwa hiyo hata huyu mwalimu wa viungo aliyekuepo sasa hivi Yanga watu wanamla kichwa, wanapita naye. Umeona? Kwa hiyo hii inakuonesha moja kwa moja kwamba kwenye timu bado kuna kitu ambacho kina lack. That's why Yanga wameangalia zaidi kwenda kwa hao top coaches barani Afrika. Mokwena ukimtaja ni top coach, Ibenge ni top coach, huyo wa Orlando Pirates ambaye ameelekea Cairo, top coach. Unaona Orlando jinsi wanavyocheza mpira, unaona energy waliokuwa nayo. Ndivyo vitu ambavyo Yanga wanavihitaji zaidi. Okay. Sawa, lakini yasije yakaja kuwa ya tofauti kwa sababu kama timu inapata magoli, inafanya vizuri, kila mechi inashinda kwa margin kubwa magoli, bidi kidogo muache bana. Wewe unatamani mirudi abaki? Mimi kwani ana shida gani? Ana shida yote kaka, baba wa watu. Hamna kocha. Au ile kwa ni kocha wa yani kwa nini Kumbe Hans no, listen, mimi niliwahi kuzungumza kwenye mic hapa mkanihoji. Taarifa za ndani zinaeleza kazi kubwa inafanywa na kocha msaidizi ambaye ni technical bench pia. Kwa hiyo bado una uhakika na hicho kitu? Kaka, kwa taarifa ambazo nimezipata, lini tena? Ni jana tu hapa nimetoka kuzungumza na mtu yuko pale kati Chimbo pale. Ananiambia kwamba hata kikosi mara nyingine anapanga yule kocha. Kwa hiyo hivi kaka, ni uongozi gani ambao utakuja kutemana na kocha ambaye timu ina perform, inafunga magoli, inaongoza ligi, alafu amue kuachana naye tu? Alafu mwisho wa siku sasa hilo swali Evans, imagine tuseme Melody na Abdelhamid Molin anapanga kikosi. Kwa nini asipewe timu? Yaani unajua mwenyewe ndo unachojiuliza. Pia ana uzoefu nijibu mimi. Yaani mimi mwenyewe ndo unachojiuliza. Ana uzoefu Yanga lakini ni mzoefu wa ukocha. Kama unaweza michuano mikubwa wala unaweza kutengenezea watu timu ambayo inaweza kushinda. Why usipewe timu? Ila bado kama uwezi, kama Melody unaweza kumtengenezea timu na structure timu na ikawa inapata matokeo. Kwa nini asiendelee kuwepo? Kuna muda tu ni siasa zetu za mpira tunazijua. Na kama ni kweli viongozi wa Yanga waliliona hilo wakaamini hivyo, inabidi wakae chini watulize kichwa. Yaani kuna vitu kwa Melody. Yaani kama wanaamini tu kwamba Abdelhamid Molin anampangia kikosi jamaa na mbinu zote ni za kwake na timu inashinda, sidhani kama umetumia maarifa. Kama ni kweli, lakini kama sio kweli basi ni tetesi. Kwamba akija hapa Roland inamaanisha kwamba Hans umezipata hizo tetesi. Mimi sitaki kuzungumzia hilo, lakini ninachoweza nikakwambia mpira wa Tanzania ni mpira wetu kivyetu vyetu. Yaani kwanza hilo watu inabidi walijue. Yaani unajua unapozungumza mpira afu ongeza neno mpira wa Tanzania. Kivyetu vyetu. Wa kwetu kivyetu vyetu. Yaani unaweza ukaona angalia picha ya nje lakini kinachoendelea ndani ni moto kweli kweli. Kwa hiyo watu wanajua, watu wanaangalia. Hapa tuna kocha, hatuna kocha. Watu wanajua tunashinda vipi. Ansa mimi nataka tu ni yaani kuna kitu rich kama tunajua namna tunavyoshinda. Hakuna haja ya kuona Roland hapa. Kama tunajua namna ya kushinda, Roland ni wa nini? Hata hili swali nilikuwa nataka nimpe Hans na kupa wewe. Huyu Rulan amefukuzwa Wydad Casablanca. Tena baada ya kikao cha masaa 5. Na asilimia zake za ushindi hazifiki 50, 44 sijui. Anaweza kuhimili mazingira Tanzania kwa sababu unajua kuna wakati kocha anaweza asifukuzwe kwa sababu eti anaweza sifanye vizuri, sio kwamba eti hajui kufundisha. Ila environment, muktadha wa sehemu anayofanya kazi ni tatizo. Unaweza shangaa anakuja hapa anaonekana hovyo kabisa. Kwenye mpira wetu kivyetu vyetu struggling ziko pale pale. Ziko pale pale. Mimi sitaki kuamini kwamba kama tunajua namna ya kushinda tunamhitaji Roland. Yaani kama tunajua namna ambavyo sisi tunashinda mechi zetu. Roland taifa sasa ndo hatujui namna ya kushinda mzee. Huyo Roland alikuwa huko, ameshinda wapi kimataifa kaka? Anyway, ngoja alikuwa huko tu. Ngoja unajua lazima tumpe heshima yake Mokwena. Moja kati ya makocha bora ambao tuko nao kwa sasa barani Afrika. Yes, ni kocha mzuri. Ila kwenye mpira wetu sisi that guy ni tactician kweli kweli. Yaani ni tactician, hilo tukubali. Mtu ambaye
anafunga safari. Yeye ni anamusudu zaidi Pep Guardiola, na ndio maana hata Mamelodi ya Mokoena ukitazama setup yake, jinsi ambavyo timu ilikuwa inacheza, unaiona kama setup ya Pep, kwamba fullback wa kushoto anamuinvite kuingia ndani zaidi, kuwa namba 6 wa pili, umeona, and then viungo wawili wa juu anawapa uhuru wa kwenda mbele zaidi, akina Ayende. Ni hiyo setup ambayo tumekuwa tunaiona zaidi inatumika kwa Pep, na yeye amekuwa anahojiwa mara kwa mara, anasema idol wake ni Pep. Ni mtu ambaye ni mchokonozi kweli kweli. Sasa issue inakuja vipi kwamba yule Mokoena sasa hivi anataka kuuthibitishia ulimwengu kwamba ni capable kiasi gani, kwa sababu watu wanaamini Mamelodi amefeli kuwapa ubingwa wa CAF. Ameenda Wydad, sehemu ambapo tunajua Wydad ni sehemu yenye pressure, yani hawezi ukakuvumilia. Timu ambayo ukitazama kwenye miaka 10 iliyopita wamebadilisha karibu makocha 20, iko pale timu imetulia. Hiyo anytime watu wanakunyoa. Sasa Yanga ukitazama tayari wana wachezaji wenye quality baadhi, na unatarajia wanakwenda kwenye dirisha la usajili wanapata wachezaji wengine wenye quality zaidi, wanamkabidhi timu, njoo train wachezaji, fitness iwepo pale, tupe mbinu zako, jinsi gani ambavyo una set timu yako inacheza vipi. Lakini ujue pia ujio wa Mokoena utatengeneza mvuto kwa Yanga. Yani kuna baadhi ya wachezaji ambao Yanga wasingeweza kuwa convince kuja, uwepo wa Mokoena unaweza kuwa convince hao watu kuja kusaini Yanga, kwa sababu watu wanajiuliza kama mmeweza kumsign top coach, ina maana kuna kitu kikubwa ambacho kinapikwa hapa. Lakini mwisho wa siku sasa si fedha Hans, yani mimi naweza ndio convince kwanza kwamba nina Roland Mokoena, lakini kinachoweza kikanifanya ni kusajili au sikusajili ni hiyo price ambayo itakuwa mezani, kwamba mimi ninakuhitaji lakini timu fulani imeweka price kwamba ili kufikia kiasi, kwa sababu si timu zetu kiukweli kuna price hatufikii. Yani kuna fedha ambazo za usajili au kuna nini tunasema viwango ambazo kiwango cha pesa ambacho kinawekwa kwa ajili ya kumpata mchezaji fulani hatufiki. Ndio maana tumekuwa tukisajili wachezaji fulani, ndio hawa ambao tumetoka kuwazungumza hapa kwamba sijui unahitaji fitness, sijui kitu gani, na kuelewa point yako ni nzuri sana. So mwisho wa siku tusubiri jinsi ambavyo itakuwa. Mara ya mwisho lini tumesajili mchezaji mwenye mkataba huko tukauvunja? Ni wachache, akina Joshua Mutale, Messi, umeona, akina Joshua Mutale ndo tumeenda kuvunja mikataba. Lakini wachezaji wengi akina Mpanzo, akina Pakome, tunasubiri mikataba yao ishe, tunapata kama free agent. Sasa mchezaji ambaye ni free agent unamconvince kwa sign on fee, lakini pia project unaweza ukampa pesa ya usajili ya kwake binafsi ambao ni nzuri, lakini akaangalia pembeni akaona kuna project nzuri akakukataa. So ukiwa na top coach ni rahisi kumshawishi mchezaji kwa pesa na project ukampata. Asante sana Ramla Amiri, unasema ukweli Mokoena alikuwa anabebwa na Mamelodi ila kiuwezo ni sawa na Mgunda tu. Umeona alichozungumza Hans kuhusiana na kumfresh mchezo. Muda umekata mzee, ndio maana mimi nasoma message hapa. Mimi sijui hujaniambia kaka. Kwa nini ninaposoma message inamaanisha nini? Ndio shaniambia kaka. Huyo aliyevaa kofia kweli naye ni fala kweli kweli, kwa sababu Mokoena kafukuzwa Wydad, hata Yanga nao hawatawezana. Kofia ni wewe kaka. Ndio mimi najisoma hapa. Niache ufala Haya bwana. Saidi huyo anaitwa Said Magoda. Na nimesoma makusudi kwa sababu mimi nimezungumza kwamba kuna factors ambazo sio za kiuwanjani. Na kuna mwingine pia hapo alikwambia wewe ni mtu mpumbavu. Ndio, kwa sababu unaiombea utaki kuiombea Simba. Alafu mwingine anasema kumbe anayehost kipindi naye nyuma mwiko.